Yo, mambo vipi Mtanzania? Naitwa Ndaki William, welcome back to the show. Kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni Positive Vibe ya Ezu Media na nikukaribishe fanya kusubscribe ili uwe kwanza kutazama taarifa zetu mara pale ambapo tutakuwa tumeziachia. Sasa wiki hii imekuwa na vibweka vingi, ikiwa ni pamoja na trending kibao hususan kwenye mitandao ya kijamii. Sasa nikuulize swali wewe Mtanzania, hivi ulishawahi kufikiri masihara yanaweza kukuingiza matatizoni? Yani ile mchumba baby unajua anakupenda na nini, alafu mara unaambiwa huyo unayemtania umuoe. Je, ungemuoa? Vuta picha tu, huyo unayemtania mtaani, unayemtania kama mshikaji, baby, mchumba, mambo, alafu huyo mara unaambiwa bwana huyo ndio mke wako umuoe. Itakuwaje? Au ndio inakuwa ile ya huyo ni chaguo lako? Noma sana. Sasa katika hali isiyo ya kawaida unaambiwa bwana kuna habari imezua gumzo kubwa kote Nigeria, hususan katika mji wa Kano. Na mji wa Kano ni moja kati ya mji ambao unapatikana huko Nigeria, na moja kati ya mji ambao una misingi ya kidini kweli kweli. Sasa hao unawaona hapo sio wapenzi kama ambavyo huenda ukawa unafikiri. Sio wanandoa, ni washikaji tu ambao wao kazi yao kubwa ni kutengeneza maudhui mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Sasa guess what? Wamepigwa na kitu kizito. Kivipi? Kwa sababu wametakiwa kufunga ndoa. Sasa watu hao wawili maarufu huko TikTok, namzungumzia Idris Mai Wushra na Basira Yaguda, wamejikuta katika sakata lisilo la kawaida baada ya mahakama kuamuru wafunge ndoa. Tena si ndoa tu, ndoa ya lazima. Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari vya ndani ya nchi ya Nigeria, wawili hao walipatikana na hatia ya kuchapisha video ya kubusiana kwa maana wa kikiss na kukumbatiana na kuiweka kwenye mtandao wa TikTok, jambo lililotafsiriwa kama maudhui yasiyo na maadili kwa mujibu wa kanuni za mji huo wa Kiislamu huko Nigeria. Sasa mahakama ya mwanzo ya Hisba Court mjini Kano imekwenda mbali zaidi, ikiagiza ndani ya siku 60 wawili hao wafunge ndoa kwa lazima, huku polisi wa maadili ya Kiislamu wanaojulikana kama Hisba kuhakikisha ndoa hiyo inafungwa rasmi. So ile utani ndio imekuwa kweli. Sasa hoja kubwa hapa sio kuhusu video ya TikTok, bali ni mgongano wa sheria, dini na uhuru wa kibinafsi nchini Nigeria. Kwa wale ambao huenda hawajui, Nigeria ni taifa lenye mifumo miwili ya kisheria. Mfumo wa kwanza huko Nigeria ni sheria ya kiraia, ambayo hii ni civil law ambayo inatumika kwa taifa zima, na sheria ya Kiislamu yani Sharia law ambayo hii inatumika katika majimbo 12 ya kaskazini ikiwemo Kano. Sasa katika majimbo haya Hisba Police wamepewa mamlaka ya kusimamia mienendo ya kijamii kwa misingi ya Kiislamu, ikiwemo mavazi, uhusiano wa wanaume na wanawake, lakini pia maudhui ya muziki, video zinazosambazwa katika maeneo hayo. Yani kitokea tu umeweka ka video hakaendani na milengo ya dini ya Kiislamu, wewe unakuwa umekiuka maadili na unaweza ukajikuta huko kwenye hatia. Ndio nazungumza hatia hiyo unayojua. Kwa upande wa wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu wamepinga vikali hukumu hii, wakisema kuwa ni kama kuingilia uhuru wa mtu. Je, ni halali kwa mahakama kumlazimisha mtu kuolewa au kuoa? Na mimi nikuulize hapo, vipi leo tu huyo unayemtania tukwambie huyo ndio mke wako, yani pika pakua awe mke wako, ufunge naye ndoa? Kama naona vile kuna watu watapoteana. Sasa ipo hivi, mwanasheria kutoka Lagos Association namnukuu alisema bwana, kumlazimisha mtu kuingia kwenye ndoa ni kinyume cha kifungu cha 32 cha katiba ya Nigeria kinacholinda uhuru wa mtu binafsi na haki ya heshima ya utu wa binadamu. Sasa kwa miaka mingi mjadala huu umekuwa ukijitokeza mara kwa mara huko Nigeria kuhusu nafasi ya sharia ndani ya taifa lenye watu wa dini na mchanganyiko wa watu na wageni, vitu kama hivyo. Wapo wanaoamini kuwa sheria hizo za kidini zinasaidia kulinda maadili, lakini wengine wanasema zinakiuka haki za msingi za binadamu. Kwa mfano, mwaka 2002 mwanamke aitwaye Amina Lawa yeye alihukumiwa kifo kwa kupigwa mawe hadi kufa baada ya kupatikana na hatia ya uzinzi chini ya sheria za dini, lakini hukumu hiyo ilipingwa vikali kimataifa na hatimaye ikabatilishwa. Sasa miaka zaidi ya 20 baadaye mjadala ule unarudi, lakini safari hii unapitia TikTok. Je, unapoingia katika zama hizi za kidigitali, ni kwa namna gani jamii kama wananchi wa Kano wanaweza kuonyesha utamaduni wao, kuonyesha namna wanavyoishi pande hizo na namna ambavyo maisha yamekuwa yakiendelea kwa namna
hiyo. Sasa nikwambie, wawili hao wamekuwa wakichapisha maudhui haya si leo tu, wamekuwa wakichapisha mara kwa mara na wamekuwa wakijizorea umaarufu mkubwa huko kwenye mtandao wa TikTok, wakionyesha namna ambavyo wana ball pamoja, wanapendana, ni kama wana ndoa fulani hivi. Sasa hiyo TikTok leo imewatia matatani baada ya kujikuta kuwa wanatakiwa wafunge ndoa ya kikweli kweli. Swali ni kwako Gen Z, swali ni kwako Mtanzania, swali ni kwako wewe mwana East Africa. Ingekuwa wewe ndo Idris, je, ungekubali au ungetimua mbio? Naitwa Ndaki William na hii ni Ezu Media. Fanya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Tembelea mitandao yetu ambapo unaweza kutufuatilia TikTok, Instagram na Facebook kwa kuandika Ezu Media.